kwenye hapa uwalii tunakuwa sisi tunafanya makosa kwa kweli. Shekhi amemwanza baba, amekuja kaka, lakini unaweza kukuta baba yupo anaambiwa eti kampa idhini kaka yake na yeye kampa idhini mtu mwingine afungishe ndoa. Hichi kitu katika taratibu kwa kweli hakikubaliki. Madhal baba yupo, wali wa karibu yupo, basi yeye ndiye anatakiwa asimame kufungisha ndoa. Sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema alwala'u luhma kaluhmatin nasab, wali ni nyama kama nyama ya nasabu. Nasabu huwezi kugeuza kumtoa mtoto kwa huyu kampeleka kwa huyu, haiwezekani. Kama ilivyokuwa haiwezekani kuigawa, sema la yuhab wala yuba, hautolewi zawadi wala hauuzwi. Sawa Ukisoma vitabu vya kafiki zamani, watu walikuwa wanauziana wali. Eti pesa nikuuzie wali wa wanangu, basi anatoa pesa anauziwa, basi tena anakuwa yeye ndio wali wa watoto wale. Anasema la yuhab, hautolewi hiba, ndio ile nakupa idhini, wala yuba, wala hauuzwi. Sawa. Na Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala alayhi akasema idha intakala alwala'u min waliyil qarib intakala ila alwaliyil ba'id. Wali ukiondoka kwa wali wa karibu, basi wenda zake kwa wali wa mbali. Wenyewe wali ndio unaondoka, hauondoshi. Famene, ukiondoka kwa baba unakwenda kwa kaka wenyewe. Na unaondokaje? Unaondoka bifaqdil waliyil qarib, kwa kukosekana wali wa karibu. Amekosekana wali wa karibu, ule wali watoka wenyewe, ukaenda kwa wali wa mbali. Labda baba pengine yuko Pemba, ndoa atakafungishwa, hana uwezo wa kufika. Kaka yupo Unguja, basi atafungisha ndoa. Wala hatakiwi baba kutoa idhini akampa nani? Mwanawe. Yeye ni mafqud, hayupo. Kwa hiyo wali wenyewe unashuka, unakuja kwa mtoto mtu, anasimama anaanzisha. Idhini hizi kwa kweli kidogo zinasumbua. Sawa Na mimi kwa haya ndio maana huwa sipendi kwenda kusimamia ndoa, sababu siwezi magomvi. Mtu unamfahamisha, anaona basi, anakwambia hizo ndoa zetu tulizofungisha zamani basi itakuwa sizo, au sio? Hizo habari ya kuwa ndio, habari ya kuwa sizo, mimi sijui. Mimi nasimamia hii, nataka iende hivi. Kwani kuna tatizo gani? Wewe mwenyewe ukasimama ukafanya. Tatizo liko wapi? Kwa nini wakati upo wewe ukafanya hichi kilichokuwa bora zaidi, au sio? Tujalie yafaa kufanya wewe na kumpa mtu idhini, bora zaidi ni vipi? Bora kufanya mwenyewe. Basi fanya mwenyewe, kwa sababu mwanadamu mwenye akili za sawa sawa siku zote anatafuta kilichokuwa bora zaidi akafanya. Nampa heshima. Kwa hiyo kama itakuwa kufanya hivyo hujampa heshima, au sio? Heshima utampa tu. Kal abu wal akhwa fa min al adli, katika uadilifu, an yakuna al wali, awe yule wali, ra'yun masmu'in fi zawajiha. Sawa iwe anauoni uliokuwa mzuri katika ndoa hiyo ya mtoto wake. Hapa maana yake ni kwamba yeye awe ndiye khatibu wa ndoa hiyo. Sawa, wali. Na baadhi ya madhahibu kama ibadhi, mtu aliyekuwa hawezi kusoma hutuba ya ndoa wanamdondoshea wali, anaambiwa fanya. Kwa hiyo ili jambo ni jambo la kila mtu kujua hutuba ya ndoa. Kila mwenye watoto wa kike ajue, kila mwanamume ajue. Kuna vitu ni vya lazima, kila mmoja lazima ajue. Na mashekhe
Jamani, tusitie vikorongonjo vingi, watu wengine ikalikawashinda. Mfahamiana Ni maneno machache basi. Aya 3 kisha kuzisoma, waweza ukatafsiri neno moja, ukatoa maelezo mafupi, hata kama huku tafsiri, ukatoa maelezo yako mafupi, ukamuozesha, kesi imekwisha. Lakini tulivyozoea, na hivi ndio vinavyosema vitabu vyote vya fikihi, tulivyozoea, mwanamme ndo aje na shekhe wake kwa pani, twende ukaniozeshe. Huyu ndio kwenda posa mwanawe, nataka kuozesha yeye. Na mashekhe ndio washalizoea hilo, wakwambia ndaozesha, wenda muozesha nani? Maana washazoeshwa na watu wao, basi na wamelizoea hivyo hivyo, endaozesha. Si ndio sema rafiki yangu? Wewe sio muozeshaji. Tunaelewana Ikiwa wali yamshinda yeye hutuba ya ndoa, yeye ndo aruhusiwa kuweka naibu wa kusomewa hutuba. Tunafahamiana? Bwana, mimi siwezi kusoma hutuba ya ndoa, utanisomea hutuba yeye. Lakini kwa vile jambo lilivyogeuzwa na kufanywa kwamba ndio liko hivi, kama itakuja kutokezea wewe ukamwambia mtu wajaoa kwangu usije na shekhe, ataona atakaniroga. Maana watu wanavyofikiria mawazo yao kwamba yule shekhe ndiye mtengenezaji wa ndoa pale, ndio na unaambiwa sasa, shekhe bwana, tunataka huyu bwana umpige misumari hasa, umfunge asije akamwacha. Kwa kipi? Basi tena shekhe akishaambiwa hivyo, ajua zitaongezeka baada ya 30 itakuwa 45 au 50, apiga mpaka kursi Allahu la ilaha illa huwa hasa akimpeleka kule ndani kule. Sasa ashampeleka kule ndani kule, huko tena mpaka nilishuhudia harusi moja, mwanamke mmoja alichagawa bi harusi. Sheka shika kusoma tu, alichagawa bi harusi. Haya. Sasa ikabidi sasa tugange sasa, baada ya kwenda oa, bi harusi kachagawa kwa shekhe kukuza lile jambo. Kule hakuna dua ya shekhe inayomhusu. Naelewana? Hakuna dua ya shekhe inamhusu. Dua ya pale inamhusu mwanamume, tena inamhusu kitandani, sio kule ndani. Amchukue mkewe, dua ile inasoma huko ndani, lakini shehe lazima ende naye pale. Na maneno mengine si mazuri kutumia, lakini unaweza kutumia. Msende kuchungulia wake za watu. Au atakaolewa mtoto lazima shekhe ende akachukue nini? Idhini. Ende shekhe akachukue idhini. Shehe wachukua idhini, wenda muozesha nani? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alisema, waozesheni hawa mabikra hawa, waozesheni kwa idhini zao. Naelewana? Waozesheni kwa idhini zao. Masahaba akaambia, haya idhini zao ni zipi ya Rasulullah? Mtume akasema, vile vinyamazo vyao. Haya, mtoto wa kike anyamaza lini? Wapi anyamaza? Ati mashaka anyamaza wapi? Ile siku ya kwanza akiambiwa, wewe fulani leta maji ya kunywa, akileta maji ya kunywa aambiwa, mtazame huyo vizuri. Shamtazama, umemwona hajakuoa, au sio? Kwa watoto wa zama hizo, ukimuuliza vipi wamtaka, afanyaje? Anyamaza. Hii ndio idhini zao. Ataulizwa pale, sio siku ile ya harusi. Siku ya harusi akisema sitaki, wewe fulani, wewe ndio uzosha mume, wamtaka? Simtaki.
Unafanyaje baba mtoto? Si unakufa. Idhini anachukua yeye. Siku ya mwanzo ndo idhini hile. Na kila akikaa naye anaendelea kumshauri na kumuelekeza, unasemaje mama, vipi? Bado unamsimamia? Lakini na shekhe lazima siku ya ndoa na yeye wenda fanya nini? Labda utakapokuwa umepata maelezo si ya kuridhisha huku nje, ndio unaweza ukaenda ukafanya uchunguzi kule kwamba hili nilichoambiwa ni kweli. Wakati mwingine unaweza ukaambiwa huyu bwana hana baba, wanje ndoa huyu, kumbe baba yupo, lakini kuna ugomvi, watu wameachana, hawapatani. Sasa nenda kafanya uchunguzi kule ndani, muulize mwenyewe, wewe mtoto wa babako yuko wapi? Kwamba babangu fulani yuko hapo nje. Hayo yameshatokea sana. Lakini muozeshaji baba mtu ndo wali, wamuuliza vipi, kushachukua idhini kwa mtoto wako? Shachukua. Wamwambia sikubali, twende. Ikiwa ndio sheria, taratilun diniya. Kwa nasema anatakiwa wali awe hivyo jamani, kama ishtaritu hudhuri shuhudi, kama ambavyo inashartishwa kuweka mashahidi. Kwa sasa hivi tuna vyeti, mashahidi wanaandikwa mle kwenye cheti, si ndio? Inda aqdi nikahi, wakati wa kufunga ile ndoa, likai yurafu al-aqdi, ili iweze kujulikana ile ndoa, wa yushi'u, na itangazwe ta'lina au sio? Yani sio ta'lina ya wanawake na wanaume, ta'lina wanawake peke yao na wanaume peke yao. Tuone kama itafika saa 12. Haifiki hata dakika 10. Ta'lina ya wanawake peke yao na wanaume peke yao, saa 10 haifiki. Kila mtu atafuta njia ataenda. Lakini wakichanganyika tafika saa 2 za usiku. Au sio? Inanoga ta'lina. Kwa hiyo afaa kuitangaza ndoa, lakini kwa taratibu zinakuwa zinakubalika kisheria. Wa tahfidh huquq almar'ati, na kuhifadhika zile haki za mwanamke, kwamba ijulikane kwamba ameolewa, zihifadhike haki zake. Wa yuthbitu murakkizuha alqanuni, na pia pathibiti vile vitu ambavyo vinatilia mkazo vya kisheria katika ndoa yenyewe, kazauja, kama mke. Sawa sawa. Wa mima yataratabu ala dhalika, na katika mambo ambayo unafungamana na jambo hilo, min huquqi wajibati, katika haki zilizokuwa za wajibu, kama ishtaratu shartin akhara, kama ambavyo zaikwa sharti nyingine, li sihhati nikahi, kwa ajili ya kusihi hiyo ndoa. Wa huwa alla takuna almar'atu mahruman, isiwe mwanamke ni mwenye kuzuiliwa, ala rajuli, kwa mwanamume, kal ukhti, kama dada, wal khala, sawa, wasairi almuharramati, na wale waliobakia katika watu ambao wamezuiwa. Kuna wanawake wamezuiwa, kwa mwanamume hataki kuoa. Hivi ni vitu ambavyo lazima vichungwe, vijulikane. Ukitangaza ndoa ili litajulikana. Wakati mwingine wanaume hawa, anaoa anaacha anatupa mtoto, anaoa anaacha anatupa mtoto, siku nyingine anakwenda kuposa mwanawe, au sio? Watu wanakuja kutokea pale kwenye ndoa, nataka muoa huyo, si mwanao yule wa mwanamke yule pale fulani. Fahamiane. Lakini sasa mkifanya kimya, pengine mama yenyewe alishafariki, watu hawajui, unaweza ukamuoa, haitajulikana kwamba huyu ni maharimu wako. Sisi tuache hapo, tuje kuondokea hukuki za zawja. Sasa haki za mke, sawa, kwa mumewe. Mwanamke ana haki zake kwa mumewe apewe, na mwanamume ana haki
haki zake kwa mkewe na yeye apewe. Kila mmoja ana haki kwa mwenziwe. Kwa mtu asiyezielewa hizi, lazima ataharibu ndoa. Na kuna mtu hajafahamu na ana ndoa iko la msingi makubaliano tu, mkubaliane bwana wajaoa, lakini baada ya sadaka hii mtoto tutamuita Fatuma basi. Mtategemea wenyewe makubaliano yenu, sababu zenu mtakuwa mnazijua nyinyi. Lakini mbona mtakuwa majali mahali hayataji kujasikia sisi kama walikubaliana kwa sababu shahidi wetu zitakuwa kwa wale walikubaliana kama ndio inakutumika. Kwa kweli kiuzuri yatajwe mahali, sawa, julikane, watu washuhudie, ndio vizuri. Lakini ndio hizo taratibu diniya, sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sahal alimwambia laqad zawajtuka biman ma'aka min alquran. Ametaja nini? Mahari, sawa. Lakini ikiwa ndo inaonekana kwamba itakuwa sawa, kutaja hapa milioni 20 itakuwa mtihani, au sio? Au kutaja nyumba, mahari yake ni nyumba, basi kwa mahari tuliyokubaliana si tatizo. Nafahamiana kwa mahari tuliyokubaliana. Je, kashapewa? Kashapewa yote. Na sasa hivi kuna vyeti, wale mashahidi wanaoandikwa mule wanaonyesha kwamba amelipwa mahari na yote imefanya nini, imemaliza. Kwa hiyo mimi sioni kwamba kutakuwa kuna ubaya kwa kutaja kwa mahari tuliyokubaliana, lakini vizuri yatajwe zaidi, sawa. Inawezekana pengine nimekubutulia ili swali la mwanzo. Unajua mtu akitaka kubutulia tu na ukabili ukae sawa tu, tulie tu, au sio? Mimi najua ulichokusudia kuuliza kwamba kuna watu wanakwenda kutazamia, sawa najua hivyo, lakini nataka kufunga na kufunga tu mkakuacha basi. Kuna watu wanakwenda kutizamia, anaambiwa bwana, kwa jina la Juma na Fatuma halioani. Tunaelewana kwa jina hili halioani, tabidi tumwite Saada huyu, au leo kwa jina la Saada huyu. Unafahamiana Umejuaje kwa halioani? Jambo la kwanza. Na unamwamini vipi kwamba yeye kajua kuwa hili halioani? Hii kasoro ya kwanza, sawa. Hawa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio aliowaita arafa. Sisi tuwaita arafa wapiga ramli. Arafa si wapiga ramli, sawa. Hawa arafa ni mtu ambaye anakaa tu hivi akajifanya anajua. Naelewana? Nasema alafu akakwambia huyu ndo arafa, mpiga
mpiga ramli ni mpiga ramli, arafa ni huyu. Tunaelewana Hii halitakiwi katika taratibu za Kiislamu. Tulisema wiki iliyopita kwamba unataka kuingia kwenye ndoa, nenda kafanya istikhara na Allah subhanahu wa ta'ala. Shauri yeye ndio anajua jina linaoana au halioana, kuna shari au kuna khair, yeye ndio anajua. Lakini tuchukulie kwamba halioani, amejua, si ndio? Tutamwita Sada. Unajidanganya. Tunafahamiana unajidanganya, kwa sababu katika hizo taratibu zao jina likishaitwa hili limekuwa saint. Athari yake ni kwenye jina na kiwiliwili cha huyo aliyeitwa. Haya jina wabadilisha na kiwiliwili na nuru na nafsi, unabadilishaje? Vitu vyote hivi vinakwenda sambamba. Tunaelewana? Ni kweli kwamba kuna watu hawawezi kuoana hawawezi. Wapo watu fulani hawezi kumuoa fulani, wala sio majina. Fulani hawezi kumuoa fulani, yeye mwenyewe jina lake na kila kitu chake hawezi kumuoa fulani. Ndiyo maana ukamshauri Allah, yeye atajua kwamba kule kuna kheri au hakuna. Kwa hiyo ukishaambiwa kwamba hapa hakuna kheri, ndiyo huwezi kumuoa huyo. Tunaelewana? Sasa kwa mtu mwingine mwanadamu hawezi kujua hicho kitu, hawezi kujua, atabahatisha tu. Wengine atapatia, wengine atakuwa hapati, kwa sababu anabahatisha. Anaojua ni Allah, naenda kumshauri Allah subhanahu wa ta'ala. Kweli wanabadilishwa majina, lakini si katika taratibu ya sawa. Ama kama wenyewe tumekubaliane tu bwana, si tuona bwana kumwita jina la Tupe. Tupe itakuwa mtihani, tumwiteni Khadija. Sawa? Tunakubaliana basi sawa. Sio? Ametuambia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuitane majina mazuri, tusitane majina mabaya. Ndio taratibu. Naam. Kuna baadhi ya mashehe wanaichukua harusi nzima wanaipeleka kwake, kuanzia biharusi mpaka wali. Sahihi. Hata mimi nitakafanya hivyo sasa. Nyinyi si mmeshindwa kusimamia. Ndio maana nikasema kila mmoja afanye nini? Ajue hivi vitu. Sawa? Ajue mtu kusoma hutuba ya ndoa ya mtoto wake, ajue mtu kushona sanda ya mtu wake, kumosha maiti wake, kumzika, kumswalia. Hivi vitu ni vitu vya lazima. Na si hivi tu, takriban maisha yote kuanzia waamka mpaka walala ni vitu vya lazima. Kila Muislamu ajue. Sasa hai ndio hamjui nyie. Miendo nje nisimamie ndoa. Mimi muda wa kuja kwa sina, njoni kwangu. Al-ilmu yutabau wala yattabi'u. Elimu yafatwa, haifati. Tutokako tukaja tukipiga kelele hapa tuna ihsani tu. Tena siku hizi na karibia kugaia. Ndio uje kule Muhajiri. Amtaki kila mtu atakaa kwake. Si lazima. Sikosa Sheikh. Tena mimi ndio unakuja kuniambia nipange muda wangu. Mimi muda wangu time fulani na siku fulani. Time zenu sina muda. Fanya hivi mtasoma. Na wote mtakuja kule. Wote mtakuja kule, tafanya utana kuna mtendeze. Mnihangaishe bwana. Halafu wakati mwingine hata heshima zenyewe sio nzuri. Shehe mimi nishaachwa kijichi unajua. Nishaachwa kijichi. Kuanzia siku hiyo nikaeka masharti mimi. Mimi masharti yangu nimeweka hayo.
wataka oa uje kwangu unichukue, tena gari yangu ya kupanda ni ile ya harusi. Ukishaoa uje unipeleke kwanza mie kwangu, kisha ndio ende zako. Nimeachwa mie kijiji. Watu wakisha ukimaliza tu pale Al-Fatiha, unaona we huna thamani tena. Thamani yako pale nikiwa halijesha, uringe pale, watakuja kukusogobea. Nafahamia hivi juzi kuna kaka mmoja alikuwa na harusi. Shekhe alompanga akawa hakupatikana, piga simu haipatikani. Akachanganyikiwa. Akaambia yule ndugu yako afanya hivi. Wewe fulani kasoma wapi? Tunajua mtu akiwa mkubwa yeye. Akapiga simu saa 9 hivi. Bwana shehe hapatikani, tabidi nasikia wewe ozesha wewe. Anasikia. Nikamwambia mimi siozeshi. Mimi shehe. Shehe unapata wapi? Ukatusemea hutuba haya, lakini mpaka ni swali la asiri. Maana watu wakishakuwa na harusi yao, swala huwa haina umuhimu tena. Inawezekana watu wasiswali mpaka ni swali. Basi alikuja barazani pa msikiti kitako, mpaka tukaswali. Yesu yale swali wapi? Natoka yupo kizingitini. Ndio nakusubiri wewe hapo, watu washafika huko, mimi nakusubiri wewe hapa. Pale muhimu. Ukishaozesha pale ndio ishafungwa, wewe paka tu kama paka wengine. Hata bado nawe hawana tena watu. Wala usikilizwe na mtu. Huyo mimi nampongeza sasa shehe huyo. Bora hivi. Mimi siwezi nitachukua. Kakaoa. Naam, la mwisho. Haya la mwisho. Tunaambiwa mtoto Umari hana hizi. Ni zile za baba yake. Anayo, hana idhini vipi? Sika sema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waozesheni kwa idhini zao. Hana idhini vipi? Anayo. Idhini anayo, lazima akubali. Tumepita hapa nyuma, si ndio? Zote nchi mbili, mwanamke na mwanamume, kwenye khutba, kwenye posa tumepita hapa. Sheikh ametuambia kwamba kwa sababu na mwanamke naye anayo haki ya kufanya nini? Ya kuchagua. Sio kwamba aolewe tu. Nafahamia ila pale itakapokuwa baba mtu kwanza ni mtu mwadilifu, na huyo mume aliyekuja sawa ni mume ambaye anaridhisha dini yake na tabia zake, watu anaridhisha, yuko vizuri sawa, na baba mtu anajua watoto wake amewalea vipi sawa, anajua mwenyewe watoto wangu mimi kwa mujibu nilivyowalea hawahitaji kuulizwa wala chochote. Mimi kuna mahala wangu mmoja ameolewa hata hina hana, waume walikuja kufika kama mkono twende kaolewe, na mpaka leo mume anaye. Kwa hiyo nategemea watoto wenyewe wamelelewa vipi. Tunafahamiana? Mimi mwanangu hana shida, kwa mujibu nilivyonilea basi nitamuozesha mume wala hakuna shida, ataenda tu. Hata nikimuozesha mtu, hata nikimuozesha kizee, hata nikimuozesha nani, madhali ni mtu mimi mwenyewe nimeshamkubali, hana shida, basi hiyo hakuna tatizo. Lakini kwa watoto ambao wamelelewa kuulizwa, Sheikh waulizwe na waridhike. Mafahamiana waulizwe na waridhike. Kinyume chake utakuja kupata aibu. Mkoani pale Sheikh wetu mmoja kalazimisha, na mtoto alimwambia mimi mume usimtaki, akalazimisha wewe utaolewa tu. Siku ya harusi, ile siku ya harusi, huwezi amini kilichotokea. Siku ya harusi bibi kashati wapiko na bwana harusi kashaenda. Pale bwana harusi atakaoa, mtoto wa kike atolewa ndani ya nyumba, apakiwa ndani ya gari,
apelekwa airport, asafirishwe Dar es Salaam. Wao huku wamaliza kuoa, mtoto kashafika Dar es Salaam, wanaenda ndani ya nyumba hayumo, unafanyaje? Hawa waulizwe, na akikataa kubali matokeo, usilazimishe. Sawa? Ukija kujiita mimi babako utaolewa tu, utaolewa wewe. Fanya siara na tutawasili. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah alazim. Ala khalqi wa ridwa nafsi zinata arshihi. Hamida kalimat subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ta'ala ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.